keti tu, inua mikono yako hivi, mikono yako hivi, tuweze kuomba pamoja. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana asubuhi hii. Tunaponyosha mikono yetu mbele yako katika kanisa lako takatifu, tunaomba Mfalme kaendelee kutubariki na uwepo wako, kaendelee kutusaidia katika ibada hii, kaendelee kunyenyekea. Na sasa wakati huu tunapoendelea kuandaa roho zetu ili tuweze kusikia kutoka katika neno lako, tunaomba Mwenyezi Mungu kanyamazishe kelele zote za mwovu shetani, na Mfalme ukasaidie kila mmoja wetu kutafakari juu ya neno lako na neno lako peke yako. Ili Mfalme, kwa sababu tumekuja siku ya leo katika ibada hii, tuomba Mfalme tusitoke jinsi ambavyo tulikuja, bali Mfalme tukaondoke kama tumebarikiwa na wewe, tukaondoke kama tunaendelea kuhisi uwepo wako katika maisha ya kila mmoja wetu. Chukua usukani sasa Mwenyezi Mungu, ukatusaidie kutafakari juu ya neno lako, na neno lako likaendelee kutubariki sisi sote ambao tumekuja hapa, na hata kwa wale ambao wanatazama ibada hii kwa mtandao. Ni maombi yetu kwamba kila mmoja wetu ataendelea kubarikiwa. Tunakupenda na tunakuinua katika jina safi la Yesu Kristo tunakuamini. Amen. Najua Jumapili iliyopita mtu tangaziwa kwamba mchunga Heri Okapisi atakuwa hapa na mke wake. Nimeelezea wardens na mke wa mchungaji walipokuja kutulaki pale kwenye gari ya kwamba programu yetu inaenda sambamba na ya baba askofu. Mahali ambapo baba askofu anakuwa kila Jumapili, hapo ndio mahali ambapo mchungaji Okapisi na mke wake wanakuwa. Lakini tangu juzi askofu amekuwa sehemu za Murang'a. Jana alikuwa na harusi kubwa ya Bishop wa Murang'a Central, Bishop Kishere binti wake alikuwa anafanya harusi jana, na yule ambaye alikuwa anawapeleka through premarital counseling ni baba askofu wetu Bishop Joel. Yeye pia ndiye aliwaunganisha jana na pia akahubiri katika ibada hiyo. Kwa hivyo tukasema hata tukuja hapa na mke wangu, hata askofu ajui tuko hapa, tutamwelezea jioni ya kwamba sisi tuliona sasa kwa sababu ya ibada Murang'a, tukasema hata twende kwa Lota Church ambayo ilikuwa ni yetu, ambayo sasa nyinyi parish tukuje tusome pamoja na nyinyi. Amen. Napata mke wangu nafasi aje wasalamie, sanitize kwa aje wasalamie. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa majina naitwa Zawadi Okapisi na dhuhuri ya leo nimeokoka. Namshukuru sana Bwana kwa sababu ya kunihurumia na tena pia kuniokoa. Sichukulii kama jambo la kawaida. Langu mimi ni kumtumainia na kuendelea kumwabudu. Tunamshukuru sana Mungu tena kwa sababu ya kutupatia nafasi hii. Kama mlivyosikia, leo tulikuwa free na tukasema wacha turudi nyumbani. Tumefurahia kwa sababu tumeona mko wazima na mnaendelea kumtumainia Bwana. Endeleeni kumtumikia Bwana na nguvu zenu zote na mali yenu yote. Hakuna jambo lingine, ni hilo tu, na Bwana atawabariki sana. Mwadharie sana Gasho. Wacha sasa tuingie kwa neno. Nataka kushukuru mchungaji wenu sana kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kuhubiri katika ibada hii. Na nataka kushukuru mke wake sana ambaye yuko hapa. Asante sana. And with the congregation. Mko mchungaji yuko hapa. Asante sana mchungaji wangu. Asante sana. God bless you. Na asante cha lady pia kuja kukaribisha. Just stand up and wave to the congregation, Mrs. Karuga. Asante sana. Na lady as of course Mr. Isaac, my sister Josephine, na hata ule ndugu yetu ambaye anaongoza ibada hii, ambaye ni ibada ambayo inaongozwa na vijana. Nataka kusema ni asante sana. Kwa hivyo nataka niingie katika neno. Chukueni Biblia zenu na tuangazie mambo machache katika ile somo letu la pili. Luka mtakatifu mlango wa 17 kuanzia mstari wa 11 hadi 19. Luka 17. Luka mlango wa 17 kuanzia mstari wa 11 hadi 19. Lakini kabla sijakuja hapo, tulisomewa Zaburi 116. 116 unapata mwenye andika hiyo Zaburi anaambia Mwenyezi Mungu
nitamfanyia nini huyu Mwenyezi Mungu kwa yale mema ambaye amefanya nini, ambaye amenitendea. Ukisoma hiyo kifungu na fikiri wa 12, unasoma hiyo kifungu inakwambia kitu kimoja, ya kwamba mwenye aliandika hiyo Zaburi alikuwa katika hali ya kifo, na kwa hivyo alipookolewa kutoka katika ile kifo, unapata ya kwamba alifika mahali akaandika hiyo Zaburi 116 akiambia Mwenyezi Mungu, nitamfanyia Mwenyezi Mungu nini kwa wema wake kwangu mimi. Hiyo ni kusema ya kwamba huyu mwenye aliandika hii Zaburi alikuwa katika hali ya kushukuru. Alikuwa katika hali ya kuambia Mwenyezi Mungu nini? Asante. Kwa hivyo ujumbe yetu adhuhuri ya leo ni ya kwamba inatakikana kila wakati tuambie Mwenyezi Mungu asante. Ambia mwenzako, ambia Mwenyezi Mungu asante. Yes, ambia Mwenyezi Mungu asante. Yes. Katika haya maisha na saa zile nyakati ambazo tuko nayo, ambayo sasa tunaona ya kwamba hii COVID, hii virus inaendelea kuua watu wengi. Hii wiki nilikuwa na ibada 2, na hizo ibada 2 zote zilikuwa ni za watu ambao walikuwa na COVID. Na unaona hata unapohubiri, unapoombea familia, unaona venye watu wako desperate. Unaona venye watu wako emotional. Maisha itakuwa namna gani bila dadi? Maisha itakuwa namna gani bila mami? Maisha itakuwa namna gani kwa hawa watoto? Hawa watoto watasoma namna gani? Hiyo nyumba itaendelea namna gani? Kwa hivyo hii wiki nimekuwa na hizo ibada 2, na hata mimi ikaniguza sana, ya kwamba hata kuna baadhi za familia unapata ya kwamba bado wenzao wamelazwa hospitalini. Hata kama tunazika wale wengine, unasikia hata wengine wa familia wameshikwa na hiyo ugonjwa. Na ndiposa nimekuja hapa kusema ya kwamba sisi sote, nyinyi ambao mmeketi na mimi ambao nimesimama, inatakikana kwa unyenyekevu twende mbele ya Mwenyezi Mungu mistakamao, tuambie Mwenyezi Mungu nini? Asante. Let's not take things for granted. Let us always take time to tell God thank you. Kwa hivyo mwenye aliandika hii Zaburi 116 anaenda mbele ya Mwenyezi Mungu akiambia Mwenyezi Mungu ni asante. Asante kwa sababu ya kunitoa katika kifo. Asante kwa sababu ya kunitoa katika ile ugonjwa ambayo ilikuwa inaenda kunimaliza. Asante kwa sababu nilikuwa naona kifo na macho yangu, lakini Mwenyezi Mungu ukanihurumia. Na nafika mahali kwa sababu umenihurumia, na kwa sababu umenitoa katika kile kifo, kwa sababu sasa umeniokoa na sasa niko hai, nimepona na sasa nimerudi katika hekalu lako. Mwenyezi Mungu nisaidie kusema nini? Asante. Na nasema nitamtendea huyu Mungu nini kwa yale yote mema ambayo amenifanyia. Let's not take the things of God for granted. Let's always humble ourselves before God and go before God kuambia Mwenyezi Mungu nini? Asante. Sijui kama wala wameketi nje wananisikiza. Ni wakati asante mami, una nod your head. Mama ambaye amebeba mtoto. Ni mzuri kuambia Mwenyezi Mungu ni asante. Kwa hivyo tunapokuja katika Luka mtakatifu mlango wa 17 kuanzia mstari wa 11, nitaenda kwa haraka ili tuweze kupatia vijana nafasi ya kuendelea na kile kipindi kingine ya kukusanya pesa siku ya leo. Unaporudi katika Luka mlango wa 17 kuanzia mstari wa 11 hadi 19. Na hii kifungu nimekuwa nikitafakari kwa muda sasa, na Mwenyezi Mungu ameendelea kuninenea sana katika kifungu hiki. Niko na Biblia ya Kiingereza. Inasema, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Yesu alipokuwa njiani akielekea Yerusalemu. Kama uko na Biblia weka katika miguu yako tuweze kutembea pamoja. Mwadhani Yesu roho sho. Kwa sababu sasa nimeanza kuhubiri. Na mtashirikia nikisema kwa jina la Baba na la Mwana, mimi naenda kuketi chini. Kwa hivyo Yesu alipokuwa akienda Yerusalemu, Biblia inatuambia kwamba alipitia katikati ya Samaria na Galilaya. Yesu alikuwa akitembea akielekea Yerusalemu. Nafikiri ilikuwa imenenwa mbinguni ya kwamba lazima atapitia sehemu ile katikati ya Samaria na Galilaya. Na sisi sote tunajua ya kwamba Galilaya ndio Yesu alianza huduma yake. Galilaya ndio Yesu alianza kufanya miujiza mingi. Na Samaria ni mahali ambapo watu ambao wanajua na hawajui Mwenyezi Mungu, hata pengine wako wanajua huyu Yesu, unapata ya kwamba Yesu alipitia mahala pale. Kwa nini Yesu alipokuwa Yerusalemu akapitia Samaria na Galilaya?
alipitia Samaria, katikati ya Samaria na Galilaya, kwa sababu wale watu wakati wa Yesu ambao walikuwa na ukoma walikuwa wanafungiwa mahala pale. Walikuwa wamejenga vyumba mahala pale zinaitwa leprosy camps. Nyumba zimejengwa za watu wa ukoma. Kwa hivyo ni kama kusema leo hii kama Nairobi, kama kuna watu wako na ugonjwa wa ukoma, wanapelekwa mahali for example kama Ruai. Wanaenda wanajengwa manyumba mahala pale. So hii ni kama ni kusema ya kwamba Yesu alipokuwa njiani akielekea Yerusalemu, alipitia katikati ya Samaria na Galilaya vile Biblia inasema. Kwa nini? Ni kwa sababu wale watu ambao walikuwa na ukoma walikuwa wanafungiwa katika hiyo sehemu. Walikuwa nakaa mbali katika boda. By the way, hata hii Kenya wakati ukoma ilikuwa kwa wingi, mtu kama Isaac, unaweza kukumbuka historia. Wale watu ambao walikuwa na ukoma Kenya walikuwa nafungiwa mahali kule Busia. Kuna mahali Busia, nafikiri hata Mrs. Wanga anajua. Kuna mahali Busia panaitwa, nimesahau jina kidogo samahani, lakini ni Busia County, Alupe. Watu wote ambao walikuwa na ukoma walikuwa naenda pale Alupe. Hiyo ndio hospitali peke yake ilikuwa inatibu watu ambao walikuwa na ukoma. Kwa hivyo ni kama wakati wa Yesu, hiyo serikali ilikuwa imetenga katikati ya Samaria na Galilaya mahali ambapo watu ambao walikuwa na ukoma walikuwa wanafungiwa mahala pale. Kwa sababu gani walikuwa wanafungiwa mahala pale? Kwa sababu ukoma ukishikana na mtu, kisalamiana na mimi, kisalamiana na Purity, basi Purity anashika hiyo ukoma. Nikihagi Esther anapata hiyo ukoma. Nikihagi Isaac atapata hiyo ukoma. Nikihagi Mr. Makumi atapata hiyo ukoma. Ni kama tu leo hii corona imetufanya tunafunga hii barakoa. Hatuwezi tukasalamiana, hatuwezi tukakaa kwa karibu. Wakapisa ambaye anapenda kuhagi kila mtu, wakati huu sasa hakuna kuhaga. Halo, nikifanya tu hivyo peke yake na kujeluti na kuema tosheka na hiyo. Halo, kwa sababu hujui kama mimi niko na nini? Na COVID ama sina COVID. Kwa hivyo wakati wa Yesu alipokuwa akielekea Yerusalemu, na Yesu nampenda kwa sababu hakuwa anaenda peke yake. Yesu alikuwa akitembea na umati wa watu walikuwa nyuma yake. Na alipokuwa akitembea na watu alikuwa akiwafunza neno la Mwenyezi Mungu. He seized every opportunity to preach the word of God. Mungu akusaidie mimi, wewe na mimi, ya kwamba katika biashara zetu tuchukue nafasi hata kama ni kidogo, tunenee mtu neno la Mwenyezi Mungu. Tumzungumzie mtu mwenzetu neno la Mwenyezi Mungu. Yesu alikuwa akitembea akienda Yerusalemu, alikuwa na wanafunzi wake na umati mkubwa wa watu ulikuwa ukitembea na yeye wakielekea Yerusalemu. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba alipitia katikati ya Samaria, na nimeelezea ni kwa nini alipitia katikati ya Samaria. Wale watu ambao walikuwa na ukoma walikuwa mahala pale. Na hawa watu ambao alipokuwa akipita, Biblia inasema as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. Samahani niko na Biblia ya Kiingereza, lakini mnafuata tafadhali. Alipoingia katika kijiji katika hiyo town, kwa sababu sasa ilikuwa ni masaa ya jioni, na Yesu kwa sababu alikuwa pia ni Mungu na alikuwa ni binadamu kama sisi, alifika mahali akachoka na akasema ya kwamba kwa sababu giza imeingia, wacha niingie katika hii kijiji nitafute mahali niweze kupumzika, niweze kuoga, niweze kukula na niweze kulala, alafu asubuhi tuendelee na nini? Na safari. Na kwa hivyo Biblia inasema alipoingia katika kile kijiji, tunaambiwa ya kwamba watu 10 ambao walikuwa na ukoma wakakutana naye, na walisimama at a distance, walisimama kwa umbali. Mwadhani Yesu aromosho, walisimama kwa umbali. Nani ndiye hapo mbali hapa? Tuseme Mr. Makumi hapo pale nyuma. Mr. Makumi Rugama kanini? Rugama tu, Mr. Makumi ndio yule. Sasa Yesu ako pale, tuseme Mr. Makumi ndio Yesu. Hao watu wa ukoma wako hapa, wako 10. Walipoona huu umati na Yesu anapita, wakasimama at a distance. Kwa nini walisimama kwa umbali? Kwa sababu wakimkaribia huyu Yesu watamwambukiza nini? Ugonjwa wa ukoma. Na kwa hivyo they stood at a distance. Na Biblia inasema niendelea tu kusimama Mr. Makumi. Na Biblia inasema verse 13, and they called out in a loud voice, Jesus, Master, have mercy on us. Yesu, Bwana mkubwa, utuhurumie.
Yesu akasimama amesimama pale, hao wamesimama kwa umbali. Walipoona ndio ule Yesu akasema kwa sauti, akapaza sauti kubwa, Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie. Ndugu zangu, unaposikia mtu akisema keti sasa ni saa 10. Unaposikia mtu ama watu wanasema sauti hivyo, utuhurumie, have mercy on us. Hello? Utuhurumie kwa Kikuyu ni kusema nini? Hebu tuseme kwa Kikuyu. Jesus is sorry kwa Kiswahili. Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie kwa Kikuyu. Mwadhani? Kuherega. Hiyo. Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie. Utuhurumie. Ukiona mtu anasema ya kwamba utuhurumie, hiyo ni kusema kwamba huyo mtu anapitia machungu. Hello? Hiyo sio bure. Hao watu walikuwa na ukoma, atujui walikuwa wamefika which stage. Pengine hao watu walikuwa na ukoma, walikuwa katika stage number 1, Biblia inatuambia. Maybe walikuwa stage number 2, kwa sababu kuna stages 3 za watu ambao wana ukoma. Maybe walikuwa stage number 1 wengine wako stage number 2, wengine wako stage number 3. Na stage number 3 ni mbaya, kwa sababu stage number 3 inakukula vidole na hizo vidole zinakatika. Zile vidole za miguu pia zinafanya nini? Zinakatika. Nikiendelea kukukula vile, hata mkono inakatika, hata mguu inakatika. Kwa hivyo hao watu kusimama kwa umbali na kusema Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie. Kuna mtu pengine alikuwa amepoteza mkono, na kuna mtu pengine hiyo asubuhi walipoamka, kuna wenzao kwa sababu walikuwa katika leprosy camps. Kuna wale pengine waliamka asubuhi na hawakukua, walikuwa wamekufa. Na hao pengine wakumi witness miili za wenzao wakichukuliwa, wakipelekwa kwenda kuzikwa. Na hiyo kusema kwamba Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie, ni kusema ya kwamba wamefika mwisho. Wameona wenzao wakikufa kila siku, wameona wenzao wakiteseka, wameona wenzao wameachiliwa. Hakuna mtu angeweza kwenda mahala pale katika Getsemani na Galilaya, kwa sababu mahala pale ilikuwa ni mahala kwa watu ambao walikuwa na ukoma. Nadhani Yesu arogosho. Amen. Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie. Sijui asubuhi ya leo ama dhuhuri ya leo tumekuja mahala hapa. Maybe wewe pia uko katika hiyo hali. Maybe umeketi hapo, kuna mwenzako amelazwa hospitalini. Maybe umeketi mahala pale, kuna mwingine amewekwa katika oxygen hospitalini. Kuna yule mtu anapigania maisha yake hospitalini. Sema tu Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie. Maybe vifo imekuwa vingi katika hiyo familia. Imekuwa kila mwezi ni kuzikana. Imekuwa baada ya miezi miwili ni kuzikana. Imekuwa ni magonjwa katika hiyo nyumba. Imekuwa ni shida katika hiyo nyumba. Imekuwa ni mambo makubwa unapitia katika hiyo nyumba. Asante litetu hiyo. Hapo anakuja anasema Yesu Bwana mkubwa, utuhurumie. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Bwana ni Yesu arogosho. Kwa wale wote ambao wanapitia changamoto nyingi katika maisha yao, tuambie Mwenyezi Mungu afanye nini? Atuhurumie. Usinyamaze. When you come before your Father's presence, when you come before the presence of your Father in heaven, unapokuja kama kanisani kwenye umekuja, usinyamazie shida yako. Hao watu naamini ya kwamba wangenyamazia, Yesu angewasikia. Na kwa hivyo, kwa sababu waliona nafasi, ndio huyu Yesu anapita. Wakasema kwa sauti kubwa, Yesu Bwana mkubwa, fanya nini? Utuhurumie. Isini miezi miwili ama mitatu, rais alienda kule, inaitwaje, Ruaraka, mliona hiyo? Rais wetu alienda Ruaraka. Na kuna mtu alichukua hiyo nafasi kama hao watu 10. Alipoona msafara wa rais na kuja, rais alikuwa anaenda kufungua mahali. Sijui mliona kwa TV. Huyo mtu akasimama mbele ya gari ya rais. Hello? Na nikasema huyo angejua pia angesema, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Muigai Kenyatta, nihurumie. Fadhalia sawa sio. Alisimama hapo na akafanya mikono hivi, uliona? Akainua mikono akafanya hivi mikono yake yote miwili. Na amesimama mbele ya rais, kakuja ikatulia, ikasimama. Alafu sasa security wakafanya nini? Wakamuondoa. Ukiona mtu amefika hiyo hali, ni kusema kwamba anapitia matatizo, anapitia machungu, amefika mwisho. Tafadhali tunapokuja kanisani kila siku ya Jumapili, usitoke nje ya hiyo mlango bila kuambia Yesu nini? Utuhurumie, na atakuhurumia.
Kama alisikia sauti ya hawa watu 10, huyu Mungu ambaye tunamuomba kila siku, Mrs. Wanga, anasikia maombi yetu. Hata Mrs. Wanga, your mother-in-law is unwell. Mke wa mchungaji ni mgonjwa. Ndiposa mchungaji yuko na sisi hapa. Hapo nyumbani kumshughulikia mama yake. Tunaenda kumuombea. Kuna leader mmoja hapa yuko na sisi, nauliza kwa wapi? Livingstone. Na kwa Livingstone ni nini? Ni mgonjwa. Tunaenda kumuombea. Na wale wote ambao ni wagonjwa katika ibada hii tunaenda kuwaombea. Huyu Yesu atuhurumie, asikie maombi yetu, alete uponyaji katika jina la Yesu. Tumpigie Yesu makofi jamani. Kwa hivyo aliposema hiyo sauti kubwa, Yesu, Bwana mkubwa utuhurumie. Yesu alipowaona, mstari wa 14, tuko hapo. Samahani tena niko na Biblia ya Kiingereza. Mstari wa 14 anasema nini? When he saw them, he said, "Go show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. Maybe kabla sijaendelea na hapo. Go show yourselves to the priest. Yesu akawaambia, endeni mkaone nani? Makuhani. Isn't it? Makuhani. Muende mkaone makuhani, ama muende mkaone wachungaji. Kwa sababu gani Yesu aliwaambia hawa watu 10 waende waone wachungaji? Ni kwa sababu wakati wa Yesu ilikuwa tu ni makuhani ndio walikuwa wanaweza kutazama na kutangaza ya kwamba sasa ukoma umeondoka kwako. Sasa hauna nini? Ukoma. Ilikuwa tu ni wakuhani ama the priest ndio walikuwa wanatakana kudeclare somebody leprosy free. Kwa hivyo Yesu alipowaona alikuwa na uwezo wa kuwaponya hapo na hapo. Lakini kwa sababu Yesu kama nilisema alikuwa ni Mungu na pia alikuwa ni binadamu, alikuwa anatii sheria za nchi. Mungu akusaidie mimi na wewe pia tu kama Yesu, watu wa kutii sheria za nchi. Wakati mwingi unapata watu wanaendesha magari holela barabarani, hiyo ni watu wa kutii sheria. Unaambiwa sasa hii serikali imesema kwamba tuvae barakoa, uweze kujikinga wewe na uweze kukinga yule ambaye amekaa karibu na wewe. Na kuna watu wengine wako tu reckless, bado wanatembea bila barakoa. Hawataki kunawa mikono, hawataki kutembea na hizi sanitizers, wa sanitize mikono. Tafadhali tembea na sanitizer. Hakikisha kila wakati uko na barakoa. Hakikisha kila wakati ukienda mahali unaosha nini? Mikono. Katika biashara yenu, kwa sababu hapa Uhuru Market, kwa mahali unafanya biashara, nawa mikono. Utajikinga wewe na utakinga familia yako na utakinga wenzako ambao unafanya kazi na wao. Bwana Yesu arogosho. Kwa hivyo Yesu alikuwa anatii sheria. Alikuwa na uwezo wa kusema receive your healing now and go home. Lakini yeye alisema ya kwamba wacha waende wakionyesha kwa nani? Kwa makuhani. Ili makuhani waweze kudhibitisha ya kwamba kwa kweli ukoma imewaisha. Na sasa wasiende tena katika boda ya Samaria na Galilaya. Warudi waende wapi? Waende nyumbani. Kwa hivyo alipowaambia hivyo, hao watu 10 walitii Yesu. Na walitii Yesu kwa sababu Biblia inasema and as they went they were cleansed. Walipoanza safari ya kutembea kwenda kuona makuhani, ili makuhani waweze kutangaza na kusema ya kwamba hawana ukoma, wakajikuta ya kwamba huo ugonjwa umefanya nini? Imeisha. Mmoja wao alipoona ya kwamba pengine mkono ambao ulikuwa umekatika inarudi, alipoona ya kwamba vidole ambazo zilikatika vidole zimerudi, alipoona ile ngozi ambayo ilikuwa na vidonda zimepona, ngozi imekuwa nyororo kama ya mtoto mchanga. Alipoona hivyo, mmoja wao, Biblia inasema as they went they were cleansed. Sio kusema ya kwamba wale ambao walikuwa wamepoteza miguu ikaanza kurudi. Wale ambao walipoteza mikono, sema ni amen. Wale ambao walipoteza mikono ikafanya nini? Ikarudi. Wale ambao nywele ilikuwa imetokana kabisa kama vile kabisa amenyoa kiparangoto, nywele imefanya nini? Imeanza kurudi. Bwana Yesu arogosho. Walipoona hivyo, mmoja wao alipoona ya kwamba mikono yake imerudi, vidole zimerudi, ngozi imerudi kama ya mtoto mchanga, akapiga U-turn. Akasema sitaenda hata kuona wale makuhani. Mimi nimeona nimepona. Wacha nirudi kwa yule ambaye amekuwa na uwezo wa kusema kwamba go and receive your healing. Bwana Yesu arogosho. So the Bible says as they went they were cleansed. One of them, verse 15. One of them. Ndio sababu nilisema mweke Biblia kwa mikono ndio kwa miguu ndio tusome pamoja.
One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Mmoja wao alipoona kwamba amepona, alipoona kwamba mwili wake sasa imerudi sawa, alirudi akifanya nini? Akimtukuza Mwenyezi Mungu, na akaanguka miguuni pa Yesu. Alipoanguka miguuni pa Yesu, and he threw himself at the feet of Jesus and thanked him, and he was a Samaritan. Ule mmoja aliona kwamba mwili wake sasa imerudi, ukoma imeondoka, alirudi akisifu, akirudi akianguka miguuni pa Yesu, akiambia Mwenyezi Mungu, asante Yesu kwa sababu ya kuponya. Sasa nilianza na kusema tuwe ni watu wa kushukuru. Usiongojee tu mpaka Disemba wakati ambapo mchungaji Wanga atatangaza ya kwamba sasa ni wakati wa Thanksgiving. Nakumbuka hata sisi hapa Mrs. Wanga tulikuwa na hiyo ya kwamba kila mnakumbuka Disemba tulikuwa na Thanksgiving service. Tulikuwa tunafanya St. Phillips, tukimaliza tunakuja hapa. Ngadhani ya roho show. Alafu tunapika chakula, tunakula pamoja, tunaimbiana happy not happy birthday and Merry Christmas. Ngadhani ya roho show. Ni neno inaingia. Haleluya. Sasa usiongojee mpaka Disemba wakati mchungaji atatangaza sasa ni wakati wa Thanksgiving. La, wewe binafsi kuja kila Jumapili, wewe binafsi ambia Mwenyezi Mungu pili, Mwenyezi Mungu umenitendea hii, umenitendea hii. Hii Jumapili nataka kwenda madhabahuni kuambia Mwenyezi Mungu nini? Asante. Na nataka kuja kupiga magoti. Unafikiri tulianza kupiga magoti kwa sababu gani? Kwa sababu unapoenda mbele ya Baba yako wa mbinguni ni mzuri wewe upiga nini? Magoti. Na ndiposa hapa ni asisiko tunapiga magoti, tunaangalia hiyo msalaba, tunaambia Mwenyezi Mungu nini? Asante. Kwa hivyo mmoja wao alipoona kwamba amepona, yeye alirudi kwa Yesu akisifu kwa sauti kubwa. Na wakati huu hakusimama kwa umbali. Halo? Hakusimama kwa umbali kusema ya kwamba Yesu Bwana mkubwa nihurumie. Yeye alikuja akamkaribia kwa sababu alikuwa anajua kwamba ukoma imeisha, na hata mkaribia huyu Yesu atapata nini? Ukoma. Kuna wengi wetu tunakuja kanisani tunataka kukaa mbali na mchungaji. Kuna wengi wetu tunakuja kanisani tunataka kukaa mbali na leader. Kuna wengi wetu tunaambiwa kuna fellowship katika, umesema kuna Galilaya fellowship kuna Jerusalem fellowship na kuna hizo fellowship nisikia wakitangaza hapa. Wengine wetu tunaishi katika Yohana badala ya kwenda katika Galilee fellowship, hatutaki kwenda. Mambo sasa ikitendeka ndio sasa nataka karibia mchungaji. Tusiwe watu wa kusimama mbali sana na Yesu. Tuwe ni watu wa kumsongea huyu Yesu kila wakati. Tuwe ni watu wa kukaribia Yesu kila wakati. Na ndiposa anapo release blessings zake tuweze kupata hizo blessings. Kwa hivyo huyu jamaa akaanguka miguuni pa Yesu akamshukuru. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa ni Msamaria. Naona kuna someone knows kuna mtu anaweka hapa sana. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu mtu alikuwa ni nini? Msamaria alikuwa ni mtu wa aina gani? Alikuwa ni mtu ambao walikuwa na miungu yao, walikuwa na abudu. They used to have their own gods. Gods is small g. Hawakuwa mtambua huyu Mungu. Hawakuwa na mtambua huyu Yesu. Lakini huyu Msamaria alipoona kwamba amepona, japokuwa hakuwa anampenda huyu Mungu, hakuwa anajulikana na huyu Mungu, lakini yeye akarudi kwa nani? Kwa Yesu. Kwenda kumwambia Yesu ni asante. Ni kama kusema leo ya kwamba wale watu ambao wanakunywa pombe kwenye baa hapa, Mwenyezi Mungu akimuokoa, akimtoa kwenye baa, nani anakuja kusema asante? Ni huyo mtu anakuja hapa aseme nilikuwa mnywaji wa pombe, nilikuwa nimeharibu familia yangu, nilikuwa nimeharibu pesa yangu yote, lakini leo nimekuja mbele ya Mwenyezi Mungu kutangaza ya kwamba nimefanya nini? Nimeokoka na hakuna tena kwenda kunywa nini? Kunywa pombe. Kwa hivyo huyo mtu akaanguka chini na ndikuwa Yesu, akamwambia Yesu asante. Na verse 17 ninapoendelea kumalizia, Yesu akauliza, were not all 10 cleansed? Si ni watu 10 ndio waliponywa? Hawa 9 wako wapi? Ni wewe tu mmoja ndio ulipata nafasi kurudi kuja kumsifu Mungu na kusema nini? Asante. Na huyu mmoja alikuwa ni mtu wa mataifa. He was a foreigner. A foreigner ni mtu wa mataifa. Ni mtu ambaye hata hakuwa anajua Mungu. Huyu Msamaria mwenye nilisema. Na Yesu akamwambia nini? Verse ya 19 na mwisho. Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well.
Bwana ni Yesu roho sho. Yes. Inuka, enenda zako, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Mambo mawili alafu nikae chini. Yesu anapokutendea jambo, ulikuwa ni mgonjwa kama hao watu ambao walikuwa na ukoma, na Yesu hapo akakuponya. Ni mzuri kwenda kwake kama huyu Msamaria mmoja. Ule mtu mmoja ambaye aliponywa. Wewe mwenyewe enda binafsi. Walipokuwa pamoja walisema kwa sauti moja, si ndio? Tulianza na kusema hiyo, Yesu, Bwana mkubwa, utuhurumie. Lakini sasa angalia, walipona, wangapi walienda kumwambia Mungu asante? Ni mmoja. Na Yesu akakerwa na hiyo jambo. Anapouliza hapo, si kulikuwa na watu 10 ambao waliponywa. Ni wewe tu mmoja. Hawa 9 wameenda wapi? Yo, Mungu anasema nini adhuhuri ya leo? Ya kwamba wengi wetu tunatendewa makuu na Mwenyezi Mungu. Ulikuwa unatafuta kazi, Mungu akakupatia. Biashara yako ilikuwa inafanya vibaya, Mungu akafanya ikanawiri. Watoto wako walikosa karo, Mungu akapeana karo. Katika nyumba yako, bwana yako alikuwa msumbufu, anasumbua katika familia, sasa amemrudia Mwenyezi Mungu. Wewe badala kuja kumwambia Mwenyezi Mungu ni asante, wewe unachukua things for granted. Wewe uko na mke ambaye ni msumbufu, anakusumbua katika ndoa yenu, badala ya kuja kumwambia Mwenyezi Mungu sasa ni asante, amejirudia na sasa amekuwa mtu mzima mzuri, wewe unachukua things for granted. Bwana ni Yesu roho sho. Amen. Adhuhuri ya leo tunakumbusha umuhimu wa kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kuambia Mwenyezi Mungu nini? Asante. Ambia mwenzako tuambie Mwenyezi Mungu asante. Angalia mwenzako tuambie Mwenyezi Mungu ni asante. Kwa yale yote ambayo ametutendea. Kwa wema yote ambayo ametufanyia. Praise the Lord. Let's not take things for granted. Wengine wamehusika katika ajali. Gari imepiringika mara kadhaa. Watu wamekufa. Wewe peke yako ndio umetoka mahali pale kama uko hai. Mpaka watu wanajiuliza hiyo gari accident ilifanyika. Kuna mtu alibaki kweli hapo. Sio hivyo watu wanasema. Alafu baadaye unasikia hata kama uliona hiyo gari imevunjwa, imekuwa kama mkate, imefinywa. Kuna watu 2 ama 3 walitoka kama wako hai. Mama Salome ziti 3 months ago, rafiki wetu ambaye ni mchungaji Mombasa, walikuwa kitoka na gari kutoka Kilifi akielekea Malindi. Alafu bwana yake akashuka mahali, mke akaendelea na safari. Ndani yake alikuwa na dada yake na alikuwa na watoto wake wangapi? 2. Ilikuwa 3 months ago. Hata ilikuwa kwa news. It was a very bad accident. Na mke wake alipokuwa akiendesha gari sasa amedrop bwana wake alikuwa anaenda shughuli za kikanisa au na driver anaenda nyumbani. Accident ikafanyika between Malindi and Kilifi. Very terrible accident. Lori kubwa ya kubeba mawe ikakuja ikacrash hiyo gari ndogo, ilikuwa ni Honda. Ikacrashiwa ikaingia kwa vichaka huko. Nilipotumia hiyo picha nilikuwa na mke wangu tukasema, "Kai, kuna mtu alitoka kwa hii gari kweli." Lakini unapata kwamba mwenye alikuwa anaendesha huyo mke wa mchungaji alitoka kama kwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtoto wao tu mmoja ndio alifanya nini? Aliaga dunia. Lakini ukiangalia hiyo gari hata penye driver alikuwa ameketi, tunashangaa huyu mtoto alikuwa nyuma, hata pengine ndio angefanya nini? Angepona. Lakini ukiona venye walikuwa wamekaa mbele wote, yeye na dada yake, alafu watoto wao, dada yake na alikuwa na mtoto, watoto walikuwa wamekaa nyuma, wasichana wadogo kama Erika na Salome, alikuwa amekaa nyuma. Ukapata hiyo gari ikacrash, mahali driver yuko pamoja na lori ikacrash driver side pamoja na huyo dada yake maketi hapo alikuwa abiria mbele, gari imepondwa vibaya sana. Na unapata ni mtoto mmoja alikuwa amekaa nyuma, ni nini? Aliaga. Lakini hawa waliumia, miguu ikavunjika, wakaumia, lakini as we talk right now wametoka. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngaji ilikuwa ni uchungu sana, walitoka na sasa ngaji walikaa hospitalini kwa muda, lakini sasa wakaenda wakazika mtoto, ilikuwa ni uchungu, lakini Mombasa Diocese yote ikasimama pamoja na yule mchungaji wakamsaidia. Aliposa unapotoka mahali kama pale, surely kama uko na akili mzuri, basi kurudia hiyo Mungu, ambie Mungu ni asante. Tafadhali tuambie Mungu nini? Asante. Kwa mama ambao wako hapa, kama uko mjamzito na Mungu amekusaidia sasa umepata mtoto wako, hata kwa wale ambao wako hapo kwa mjamzito, tutawaombea ya kwamba Mwenyezi Mungu atalinda huyo mtoto na watawalinda, ili wakati wa kujifungua ujifungue vizuri. Na unapojifungua vizuri, kuja waambie Mungu nini? Asante.
Kwa sababu kuna mama wanaenda katika hiyo maternity ward na wakienda kujifungua unapata pengine mama atoki na mtoto ndiye anakuwa hai. Ama unapata wote wafanye nini? Hawatoki. Na kwa hivyo kama unaenda kujifungua, umepata mtoto, mama amebeba mtoto mzuri hivyo, umejifungua na mtoto ndio anaruka anaendelea kumlea, ambia Mungu nini? Asante. Tafadhali tuambie Mungu asante. Ni jambo la maana. Kwa hivyo ninapomalizia nataka kusema kwamba mtu mmoja ambaye alikuwa ni Msamaria alirudi. Let's return back to our God. Mama Salomo ulisikia mahubiri leo. Let us return back to our God. Hata hapa Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba akikutendea wema, rudi kwake umwambie nini? Asante. Rudi kwake umwambie asante. Huyu jamaa alikuwa na ukoma, alikuwa anaitwa nani? Naaman. Na kaambiwa nenda katika mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Enda mjionyeshe kwake. Na Elisha Naaman alipoenda kwa Elisha, 2 Kings chapter 20 mtaangalia baadaye. Alafu akaambiwa kwamba enda ukajitumbukize River Jordan. Mnajua hiyo story Napoendelea kumalizia. Enda ukajitumbukize River Jordan. Enda ukajitumbukiza hapo mara ngapi? 7. Na hiyo ukoma itakuondoka. Jitumbukize ndani ya maji ya River Jordan. Hata kama ipo na matope, enda ujizingize pale. Imagine mtu mkubwa kama Naaman ambaye alikuwa ni ofisa mkubwa wa wanajeshi, anaambiwa enda jitumbukize. At first hakutaka, lakini baadaye akaenda. Alipojitumbukiza mara moja, ya pili, ya tatu mpaka 7, alipotoka hivi ukoma ikamuondoka. Na alirudi katika mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha, akamwambia kwamba nataka kufanya thanksgiving. Naye akamwambia hapana, not with me. Kwa sababu alikuwa anajua yule peke yake ambaye utakana uende kumwambia asante ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Na unapoisoma hiyo story baadaye, alienda akapeana thanksgiving yake, akashukuru, akamwambia Mwenyezi Mungu ni asante. From that day akaacha kuabudu zile miungu mingine na yeye akaanza kuabudu Mungu ambaye yuko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu akikutendea jambo, mume wako ni mgonjwa, mama wako ni mgonjwa, watoto wako ni wagonjwa, wamekuwa wasumbufu, sasa Mwenyezi Mungu amewarudisha, wamekuwa wazuri, wameanza kuja kanisani. Always come to God and tell God thank you. Na watoto wangu walikuwa wamepoteza na mwovu shetani, lakini sasa umewarejesha. Mwenyezi Mungu nini? Asante. Kama uko hapa wewe ni mgonjwa na Mwenyezi Mungu alikuponya, ulikuwa katika hiyo hospitali na sasa unarudi kanisani, usirudi tu kanisani hivyo. Rudi kanisani waambie Mwenyezi Mungu nini? Asante. Jambo la maana sana. Turukame tafadhali. Tusimame. Nimemaliza kuhubiri. Tusimame. Nyosha mikono yetu miwili. Nataka kuambia tu Mungu ni asante. Katika ibada hii tutamuombea mama wa mchungaji na mchungaji wetu Wanga, tutamuombea ndugu yetu Livingstone ambaye pia tunasikia ni mgonjwa, sikii vizuri na ndiposa yuko pamoja na sisi hapa. Kama uko hapa na uko mgonjwa, inua mikono. Kama uko hapa na wewe ni mgonjwa, inua mikono. Nataka tuombee wagonjwa ambao wako hapa. Kama uko hapa, nasikia mama Esther pia ni mgonjwa. Isn't it? Yes, nataka kuombea. Kama uko hapa, inua tu mkono wako wa kulia juu uweze kuomba pamoja na kila mmoja wetu. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema.
as we surrender to God this afternoon. The God who remembered these 10 lepers, we want to pray that the Lord will continue to remember us even in this afternoon. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumesimama mbele yako katika hii kanisa lako ambalo ni takatifu. Na tunataka kukushukuru kwa sababu tulikuja kanisani siku ya leo. Na asante Mfalme kwa sababu ya neno lako ambalo imepita. Na tunaomba Mfalme, jinsi ambavyo ulikumbuka hao watu 10 ambao walikuwa na ukoma. Tunaomba hasa kwa hawa wote ambao wameinua mikono yao, ya kwamba Baba utawakumbuka kwa njia ya kipekee. Ya kwamba katika kuomba kwao wanaposema kwa sauti kubwa, Yesu Bwana mkubwa utuhurumie, hebu kahurumie watu wako. Kuna wale ambao ni wagonjwa katikati yetu. Tukikumbuka mama wa dada yetu Esther, tukikumbuka mama wa mchungaji wetu Reverend Wanga, tukikumbuka ndugu yetu Livingstone ambaye ni mgonjwa, na wale wote ambao ni wagonjwa katikati yetu wanaponyosha mikono yao, tunaomba Mfalme ukanyoshe mkono wako wa uponyaji. Huo mkono wako wa uponyaji Mfalme ukazidi kuguza watu wako, na uponyaji wako ukatiririke kutoka katika vichwa vyao mpaka miguuni, ikawaletea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu umetufundisha ya kwamba Mfalme, tunapokuita kwa sauti, wewe ni Mungu ambao unasikia maombi yetu. Na kwa hivyo Baba, tunataka kusema ni asante kwa wale wote ambao ni wagonjwa mahali hapa, kwa wale ambao wamelazwa hospitalini, kwa wale ambao wako nyumbani na ni wagonjwa, ya kwamba Baba utakutana pamoja na wao jinsi ambavyo ulikutana na hawa watu 10 ambao walikuwa na ukoma. Tunaomba Mfalme uponyaji kwa watu wako katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao katika maisha yetu, nasi tunapoondoka hapa baadaye na kurudi katika nyumba zetu, tuweze kunena na wale ambao wangeweza kuja kanisani, na hili neno likaendelee kutubariki sisi sote. Tunakupenda na tunakuinua katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.